mkutano wa mwisho wa kuvunja baraza la madiwani, baraza ambalo limehudumu kwa kipindi cha miaka mitano. Tuliapishwa kuwa madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni tarehe 22 Desemba mwaka 2020 kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika na kukamilika mwezi Oktoba. Leo tarehe 20 Juni, waheshimiwa madiwani, sisi tunakutana hapa kwa mara nyingine tukiwa tunahitimisha kazi zetu tulizozifanya kwa kipindi cha miaka mitano, tukiwa na bashasha, tukiwa na afya na utimamu wa akili. Katika kipindi hiki cha miaka mitano, yapo mengi ya mafanikio ambayo tumeyafanya, na mafanikio haya yametokana na umoja wetu, yametokana na mshikamano wetu. Leo wilaya ya Kinondoni ni moja ya wilaya vinara katika utekelezaji uliotukuka wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Katika kata zetu 20 tunaondoka, na bahati nzuri mwenyekiti wa chama yupo hapa. Hakuna kata leo inaweza ikasimama ikasema hakuna kilichofanyika. Katika mitaa yetu 106 inayounda wilaya yetu ya Kinondoni, hakuna mtaa utasimama utasema hakuna kilichofanyika. Yapo mambo mengi tumeyafanya kutumia mapato yetu ya ndani ambayo yamekuwa yakiongezeka. Tuliingia hapa tukiwa na bilioni 42, tunaondoka leo tukiwa tumefikisha mapato yanayokwenda kufikia bilioni zaidi ya 86. Tujipigie makofi. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo halmashauri yetu imeyafanya, na ninajua nafasi itafika tutaelezea. Kwa hiyo better late than never, kawia ufike. Unapokwenda kufika, unafika katika mafanikio makubwa. Kwa hiyo kipekee na mimi niendelee kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuiangalia Kinondoni. Kama ambavyo mmeona, fedha za ruzuku ya maendeleo zimeongezeka maradufu. Ukichanganya na za kwetu za mapato ya ndani, ndio tumeweza kufika hapa tulipofika leo. Mungu awabariki sana watendaji wa Kinondoni. Mbaki kwa amani. Tunaondoka tukiwa tunawapenda. Ninajua mtu anapotaka kufa, hasa yule ambaye ana madhambi mengi, hofu inakuwa kubwa. Lakini mtu ambaye ni mwadilifu kama songoro mnyonge haogopi kufa. Kwa hiyo mimi maana yangu ni nini? Mheshimiwa mkurugenzi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuja hapa juzi, akaliangalia baraza hili, akasema scientifically kuna 40% hivi hawatarudi. Amesema 60%. 60%. Nashukuru Singo Mtambalike kwa kunikumbusha. Amewaangalia, kuna watu wameanza kupungua uzito, lakini niwaondoe hofu. Kila mmoja atavuna alichopanda. Lakini tunaondoka Kinondoni tukiwa tumepewa sifa kubwa, na hili lazima niliseme, na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, CPA wakili msomi Charles Kichere, kwamba toka amekuwa CAG hajawahi kwa mkono wake kusaini hati chafu kwa Kinondoni. Kwa muda wote ambao amekuwa CAG, amekuwa akisaini hati safi za halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, kwa maana hesabu za Kinondoni zimekidhi vigezo vya kitaifa na kimataifa. Piga makofi. Mafanikio ya hati safi ni mafanikio yetu sisi waheshimiwa madiwani, mafanikio ya mkurugenzi na timu yake management, kwamba tumefanya kazi vizuri, tumetekeleza miradi yetu vizuri, na hesabu zetu zimekaa vizuri, kwa maana value for money for what has been done imezingatiwa. Kwa hiyo naomba niliseme hilo,
kwamba katika uhai wetu sisi kama baraza la madiwani la Kinondoni mpaka leo tunavunjwa rasmi, tumepata hati safi. Baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima, upendo na unyenyekevu, sasa naomba nitamke kwamba baraza letu rasmi la mwisho maalum linaloenda kuhitimisha shughuli zetu za Kinondoni limevunjwa rasmi. Ambao mstahiki meya wewe mwenyewe binafsi na waheshimiwa madiwani wote wamenipatia. Hakuna sehemu hata moja na hakuna diwani hata mmoja ambaye amenikwaza katika kipindi hiki nimehudumu hapa katika wilaya yetu ya Kinondoni. Hayupo. Kweli nawashukuru sana, lakini pia kwa niaba ya kamati ya usalama ya wilaya ya Kinondoni, makamanda wote wako hapa na wengine wote, kwa kweli tumefurahia ushirikiano huu mzuri. Tunapokuwa kwenye kazi hakuna diwani ambaye ametukwamisha katika namna yoyote ile. Hayupo. Tumefurahia ushirikiano huu na ndio maana tunaona wilaya yetu ya Kinondoni ulinzi na usalama umeendelea kuimarika siku hadi siku. Sasa hivi watu wanafanya biashara nyakati za usiku na mkuu wetu wa mkoa ametuanzishia kufanya biashara masaa 24. Watu hawahangaiki tena na magrili na nini, wanafanya biashara vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, mimi niwatakie kwanza wewe mwenyewe mstahiki meya, naibu meya na madiwani wote kila la heri katika kinyang'anyiro hicho kinachokuja. Tunajua kwenye chama ratiba ilishatolewa ya uchukuaji wa fomu, na najua hapa waheshimiwa wote hapa mnatamani mrudi. Mimi nina imani kubwa, ninawatakia kila la heri kwamba mafanikio haya mazuri mliokuwa mmeyafanya, mmeyaleta kila mmoja kwenye kata yake, sina shaka hata kidogo kwamba nyote nyinyi mtarudi. Labda wale ambao watasema bwana mimi sirudi, lakini na imani kubwa kazi mlioifanya hii inajiuza na wananchi wenyewe wanaona hizo kazi ambazo mmezifanya, iwe kwenye elimu au iwe pengine kwenye afya au pengine iwe kwenye barabara, kwenye sekta yako hii. Na niwaombe sana wakati wote sasa hata tunapoenda tuzungumze mafanikio haya, ikiwa pia kutangaza kazi nzuri zilizofanywa na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu ameleta mahela mengi kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Sisi zaidi ya trilioni 1 hivi amezileta za maendeleo. Na hata pesa hizi, usimamizi na kazi nzuri iliyofanywa na manispaa ni kutokana na maelekezo mazuri na usimamizi wa kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunavyoenda hivi pia tuendelee kuzungumza mafanikio haya yaliyopatikana kwenye wilaya yetu ya Kinondoni na kwenye kila kata na kwenye kila mtaa ambao sisi tumeendelea kuhudumia. Tukifanya hivi, kazi yetu ya mwezi wa 10 ambapo tunajua Oktoba tunaenda kutiki. Sasa kwa mafanikio haya ambayo tumeyapata, tukiyaelezea vizuri, basi Oktoba hii itakuwa rahisi tu. Tunatiki kwa Mheshimiwa Rais, tunatiki kwa diwani. Na kwa kweli mwenyekiti wetu wa chama yuko hapa. Juzi niliwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani. Hatuna wasiwasi. Tuna imani kubwa kwa kazi hii mstahiki meya na waheshimiwa madiwani mlioifanya kata 20 za wilaya hii ya Kinondoni. Hatuna shida, hatuna hofu na yoyote atakayekuja kugombea kutoka chama chochote kwenye wilaya yetu ya Kinondoni hii. Tuna uhakika kata hizi 20 zitaenda kurudi na zitabakia ni stronghold ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu wananchi walichokuwa wanakitaka nini? Ni utekelezaji wa ilani, kuondoa changamoto zao, kuondoa shida ambazo wamekuwa nazo. Shida zimeondolewa. Hatuwezi kusema tumezimaliza zote, hapana. Bado zipo shida za hapa na pale, lakini tunazijua hizo shida na tumeendelea kuwaambia wananchi juu ya changamoto ambazo wako nazo na mikakati mbalimbali ambayo tunaendelea kuitekeleza. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani wote, tembeeni kifua mbele mkijivunia mafanikio haya na tuendelee kushirikiana ili sasa 25-30 iende ikawe manispaa tofauti kabisa. Kutoka bilioni 74 twende bilioni 150. Lakini mstahiki meya kipekee tuwashukuru madiwani wetu hao. Wamekuwa ni msaada mkubwa kwenu viongozi wa halmashauri. Bila wao hakuna halmashauri ya manispaa Kinondoni. Tunapojivunia mafanikio makubwa ya halmashauri ya manispaa Kinondoni, hatuwezi kuwasahau madiwani.
madiwani kwenye kamati mbalimbali, lakini madiwani kwenye baraza la madiwani kama ambavyo leo tunawaona hapa. Tunawapongeza na kuwashukuru sana kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kiwango cha SGR. Ndugu Mwenyekiti, sisi Chama cha Mapinduzi tumeridhishwa kwa kiwango kikubwa sana na kazi yenu. Na ingekuwa ni max, nilikuwa namsikia mkurugenzi anasema 99, sisi tungetoa 100+. Kwa maana wewe mstahiki meya na madiwani, mkurugenzi wetu na timu yake ya wataalamu mmefanya kazi kubwa sana ambayo inakwenda kukiheshimisha Chama cha Mapinduzi. Kazi mlioifanya nyie, sisi ndio wasemaji. Tunaposimama mwezi Oktoba kuwaomba ridhaa tena kwa wananchi, tutajivunia kazi ambayo nyie mmeifanya. Tutajivunia pia kazi kubwa ambayo imefanywa na rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba sasa nitoe tamko maalum la kuvunja baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa Kinondoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtakumbuka kuwa baraza la waheshimiwa madiwani lilizinduliwa rasmi mwezi Disemba 2020 baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Mkutano huu ulifanyika kwa mujibu wa kanuni namba 3 subsection 2A ya kanuni za kudumu za halmashauri ya manispaa Kinondoni ya mwaka 2015 zilizochapishwa kwenye gazeti la serikali namba 536 la mwaka 2015. Kwa mujibu wa kifungu cha 84A cha sheria ya serikali za mitaa kwa maana kwa mamlaka za miji sura 288, waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa amepewa mamlaka ya kuvunja baraza la madiwani siku 7 kabla ya bunge kuvunjwa wakati wa kusubiria mchakato wa uchaguzi mkuu. Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI ameshatangaza kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani mnamo tarehe 20 mwezi wa 6 2025 kupitia vyombo vya habari mnamo tarehe 15 Juni 2025, ambapo ametoa maelekezo kuwa katika kipindi chote ambacho baraza la madiwani litavunjwa, majukumu ya baraza pamoja na kamati zake yatatekelezwa na mkurugenzi wa manispaa wa Kinondoni akiwa mwenyekiti na wajumbe wake akiwa ni wajumbe wa management ya manispaa Kinondoni. Aidha, ameelekeza kuwa CMT kwa maana kwamba timu ya management chini ya mwenyekiti wa mkurugenzi haitaruhusiwa kuanzisha miradi mipya ama uwekezaji. Pia hairuhusu kubadilisha miradi ama uwekezaji ambao haujapitishwa na maamuzi hayo ambayo hayajafanywa na baraza la madiwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hili naomba nitoe sisitizo kwamba sisi kama kwa niaba ya management ya halmashauri ya manispaa Kinondoni, miradi yote ambayo inaenda kutekelezwa imepitishwa na baraza lako hili, na kwa mujibu wa maelekezo haya Mheshimiwa Waziri, na tutakuwa tayari kutoa yale ambayo yameendelea katika kipindi hiki katika baraza lijalo, na niwahakikishie kwamba duka lenu litakuwa salama na tutawakabidhi salama salimini. Na naomba katika hili mtuombee kwa Mwenyezi Mungu basi tutekeleze majukumu yetu kwa uweledi mkubwa, ufanisi mkubwa, na Mola tupe afya njema katika kutekeleza majukumu yetu haya kwa ufanisi mkubwa. Aidha, mkurugenzi wa manispaa Kinondoni atawajibika kwa kutoa taarifa na kumbukumbu ya maamuzi yote yaliyofanywa na management kwenye mkutano wa kwanza wa baraza la madiwani litakaloundwa baada ya uchaguzi mkuu. Naomba kutoa taarifa rasmi mbele ya baraza lako tukufu kuwa baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Kinondoni limevunjwa rasmi leo tarehe 20 mwezi wa 6 kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI ambayo ameyatoa hapo. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa ushirikiano wenu wa dhati ambao mlionyesha katika kipindi chetu cha miaka 5 katika utekelezaji wa majukumu yetu hapa tukiwa pamoja kwa ufanisi mkubwa sana. Nawatakia kila la kheri na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana.